Kocha wa klabu ya Young Africans Pedro Gonçalves amefunguka utayari wa Young Africans kuikabili FAR Rabat. Pedro Gonçalves, kocha mkuu wa Young Africans, ameweka wazi msimamo wake kuelekea mchezo muhimu dhidi ya FAR Rabat utakaopigwa tarehe 7 Februari mwaka huu nchini Morocco. Akizungumza kwa kujiamini, Gonçalves amefananisha mechi hiyo na fainali, akisisitiza kuwa ushindi ndio njia pekee ya kufuzu hatua inayofuata ya michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Kauli yake imeongeza uzito wa mchezo huo, ikionyesha kuwa maandalizi ya Yanga si ya kawaida bali ya kimkakati na ya hali ya juu. Young Africans inakabiliwa na changamoto ya kutafuta matokeo chanya baada ya mfululizo wa mechi za ushindani katika hatua ya makundi. Pedro Gonçalves, ambaye ameonyesha umahiri wa kiufundi tangu achukue mikoba ya kuinua timu hiyo, anajua fika kuwa mechi dhidi ya FAR Rabat si ya kawaida. Ni kipimo cha uwezo wa kikosi chake, nidhamu ya wachezaji na uimara wa mbinu zake za kiuchezaji. Katika maandalizi ya mchezo huo, Gonçalves amekuwa akisisitiza nidhamu, kasi ya mchezo na matumizi sahihi ya nafasi, akiwa na wachezaji kama Alan Okello, Pacome Zouzoua, Duke Abuya na Djigui Diarra. Ana kikosi chenye uwezo wa kushambulia kwa kasi na kutawala kiungo. Hata hivyo, changamoto kubwa itakuwa kudhibiti pressure ugenini kama Alan Okello, Pacome Zouzoua, Duke Abuya na Djigui Diarra. Ana kikosi chenye uwezo wa kushambulia kwa kasi na kutawala kiungo. Hata hivyo, changamoto kubwa itakuwa kudhibiti pressure ugenini na kuhakikisha kuwa kikosi kinacheza kwa utulivu na umakini wa hali ya juu. Mashabiki wa Yanga wanatarajia kuona timu yao ikionyesha ubora wa soka la Tanzania katika ardhi ya Morocco. Kwao, mechi hii ni zaidi ya mchezo wa soka na ni alama ya matumaini, uzalendo na heshima ya klabu yao katika anga za kimataifa. Pedro Gonçalves anajua kuwa ushindi utakuwa zawadi kwa mashabiki na uthibitisho wa mafanikio ya falsafa yake ya kiufundi. Kwa Pedro Gonçalves, tarehe 7 Februari si tu siku ya mechi bali ni siku ya kuandika historia mpya ya Young Africans. Ushindi dhidi ya FAR Rabat utakuwa mlango wa mafanikio makubwa, na kocha huyo ameonyesha kuwa yupo tayari kupambana kwa kila hali kuhakikisha ndoto hiyo inatimia. Na hii ni Malkia wa Soka. Endelea kutufuatilia mtazamaji wetu, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ikiwa tayari Young Africans wamekwisha kusafiri kuelekea katika nchi ama ardhi ya Morocco kuwakabili AS FAR Rabat na kutaka kusaka alama 3 muhimu ama sare ama draw, ili mradi Young Africans apate pointi 1 kwa ajili ya kujiweka salama kwa ajili ya kuja kuwakabili JS Kabylie ambao wao watakuja kutoa hatma ya Young Africans kimataifa. Lakini hivi sasa, kabla ya mchezo wa tarehe 7 Februari mwaka 2026, hatma ya kwenda robo finali iko mikononi mwa AS FAR Rabat. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri.